Ashartu tasi an-niyya, sharti la 9 ni nia. Ndio maana baadhi ya vitabu vingine wanataja masharti mangapi? 5 tu, sawa, kwa sababu haya 4 tumesema yanaingia kwenye kila ibada. Masharti mangapi? 4 yanaingia kwenye ibada. Masharti mangapi? Kwanza Uislamu, pili aqili timamu, 3 tamayuz, 4 nia. Masharti haya 4 kila ibada yanahitajika. Utafanyaje ibada bila kuwa Muislamu, bila kuwa na akili, bila kupambanua, bila kuwa na nia? Haisadiki. Kwa hiyo masharti haya 4. Kwa hiyo baadhi ya vitabu unaweza kukuta wakataja masharti ya swala 5. Tumeelewana? Kwa maana haya 4 wanajua kwamba hayo yanafahamika kwamba lazima yawepo. Kwa hiyo usishangae ikitaja baadhi ya vitabu kama masharti ya swala 5. Tunaelewana sio? Ukisema mbona huku tumeona 9, wanahesabu kwamba haya lazima yawepo kwenye kila ibada. Kwa hiyo hata tukienda kwenye funga tutakutana nayo, tukienda kwa hiyo hakuna haja kwamba usema yako 9, na kwa sababu haya 4 lazima yawepo kwenye kila ibada. Tumeelewana? Lakini sio kwamba kuelekea kibla ipo kwenye kila ibada. Kwenye funga lazima uelekee kibla? La, unaona sasa. Lakini yale 4 yataingia kila mahala. Kwa hiyo mara nyingine huenda wasiyataje kwa idadi ya kuifanya 9 wakafanya 5. Kwa hiyo sharti la 9 ni nia. Na nia tuliishawahi kueleza, wengine wanaona wanahitaji katika nguzo, wengine katika masharti. Moja khilafu yake si kubwa. Wa mahalluha alqalbu, na mahala pake ni moyoni. Nia mahala pake ni wapi? Moyoni, kwa sababu nia ni makusudio yako wewe kwenye jambo unalolifanya. Watalaffudhu biha bid'atun, na kuitamka ni uzushi. Kama haikuwa ikitamkwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, yani hawafahamu hilo. Wale watu walioishi katika karne 3 bora hawafahamu jambo hilo. Wanachojua kwamba nia mtu makusudio yake. Wadalilu hadithu, na ile hadithi, innamal a'malu binniyat, hakika amali zote huzingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si vingine, kila mtu atalipwa kwa kile au kwa vile alivyonuia. Kwa hiyo innamal a'malu binniyat, kwa sababu nia ndio inapambanua amali, sunna, fardhi, kadha. Kwa hiyo nia ile uliyokuwa nayo ndio inapambanua amali, na watu wanalipwa kwa mujibu wa vile walivyokusudia. Kama umekusudia nini kufanya jambo hili, sababu kweli unaweza kutoa sadaka lakini ukusudia kitu kingine, usifiwe, kukusudia upate cheo, labda watakugombea pale, ndio utakufanya kadha, utakufanya hivi, yote hapo. Kwa hiyo ile ndio itayoandikwa kwa Mola wako. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kwa mujibu wa kile alichonuia ndio ambacho itadhibitiwa kule kwamba sadaka ile ametoa atajwe. Kwa hiyo siku ya kiyama watakuja watu wamesoma Qur'ani, wamesomesha, wametoa mawaidha, wamefanya kadha. Atasema mtu kama mimi nilisoma Qur'ani kwa ajili yako, mimi nilisomesha, mimi nilitoa mawaidha kwa ajili yako. Allah ambia hapana, wewe ulisoma Qur'ani ili watu wakwambie msomaji mzuri, na washasema duniani tayari. Kwa hiyo ushamaliza ujira wako, tayari walishasifu kwamba si mchezo kadha. Na mwingine pia alipigana akasema kwamba Allah, mimi nimepigana jihadi kwa ajili yako. Akasema hapana, ulipigana ili watu wakuseme shujaa, na shujaa wewe shujaa mno, na washasema kwamba wewe shujaa kule duniani. Kwa hiyo huna kitu, kadai kwao jira wale waliokuita shujaa, nenda kadai hivi. Kwa hiyo inatakikana mtu kuwa makini katika upande wa masala riya na sum'a katika amali ambazo tunazifanya, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, epusha katika masala ya riya, kujionyesha kwenye jambo, na sum'a, kutaka kutajwa, kutaka kutajwa ukafahamika kwamba kuna mtu fulani na yeye kadha na hivi, na wewe ukatiwa katika idadi ya watu. Kwa hiyo nia katika swala na isiyokuwa swala ni katika ibada zote hizi ni sharti. Swala na ibada nyingine mbili haiwezi kusihi swala bila ya nia. Innamal a'malu binniyat, na hiyo na nia tumesema ndio inaita farqu baina, inapambanua baina sasa faradhi na sunna. Kwa hiyo insha Allah itakuwa tumemaliza. Sasa tuliafikiana kwamba tutarudi katika lile sharti la 4
yakatajwa mambo ya udhu pale. Tunafahamiana eh? Naam, unakumbuka? Naam, kama nakumbuka sawa. Kwa hiyo katika darasa inayokuja, kama Sheikh kwa msawaneza kusomesha wiki ijayo, kama kesho fursa yake tutasoma kesho, tutasoma Alhamisi, tutasoma Ijumaa, kwa sababu tutakuwa fursa tumepata hizo. Kwa hiyo sharti rafu alhadathi ile Sheikh akaleta shurutu alwudu. Kwa hiyo masharti ya udhu 10, itabidi tusome masharti ya udhu 10, alafu tusome furudhul wudu ambayo ni 6, alafu na wajibu ambayo ni 1, kusema bismillah. Baada ya hapo tutaendelea katika arkanus sala. Kwa tutahama twende katika hukumu ya twende katika nguzo za swala. Sasa tutasoma nawaqidh, vitenguzi vya udhu ambayo ni mambo 8, alafu baadaye ndio tutakwenda katika nguzo za swala biidhnillah. Na kama tukipata fursa ya kusoma, kama tukisoma siku hizi 3 tutakuwa tumemaliza. Wenda darasa ijayo inayokuja inshallah tukaingia kwenye masala ya arkanus sala, kwa sababu tunasoma hizi matini kidogo kidogo, tumeelezo kiasi cha mtu kuweza kudhibiti mambo hayo muhimu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Adhana amesahau kuondosha najisi kwenye mwili au nguo au mahala, ameswali na najisi, yani mpaka mwisho wa swala yake akakumbuka swala yake iko sawa. Tumesema tukatoa maelezo kuhusu habari ya Jibril alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia kiatu kimoja kina najisi. Umeelewana? Nafikiri tulieleza mambo hayo. Kwa mtu aliyeuliza afahamu hivyo. Ama msafiri aliyekuwa katika chombo ambacho hawezi kuelekea kibla katika sala ya faradhi, na wakati unataka kutoka, ataswali kwa namna alivyo, kwa hali yake alionayo, wanaosema wanachuoni. Sababu inawezekana mtu amepanda gari swala ya dhuhuri na alasiri tamkuta njiani, tena alasiri mpaka wakati utaka kuondoka. Sasa huwezi kusema mpaka nisubiri nifike huko saa 2 nitaswali dhuhuri, niswali la, utapata dhambi. Utaswali kwa hali yako ulionayo. Au umepanda gari magharibi kama bado swala, kama swala imeingia, swali magharibi naisha, alafu panda. Lakini inawezekana saa 12 kamili huko unakoenda, sio unafika, basi itafika saa ngapi? Saa 12 asubuhi au saa 1, saa 2 mfano, basi utaswali hivyo hivyo katika hali yako ulionayo. Tatayamma mumo hivyo ulivyo na utaswali. Wanavyoeleza hivyo wanaochona masala ya kuelezwa hapa pia na shekhe, hata katika darasa zilizotangulia kusimsha kutaja hivyo. Vipi mtu ataweza kuhudhurisha moyo katika swala? Ataweza vipi sasa? Hudhurisha vipi? Watu kama ile wanasema kwamba wakati unanuia pale na pale kwenye moyo wako, ndio kuna watu mpaka imamu wanasema wala dhalina, wananuia tu. Si unakusudia kwamba hii swala unaoswali unajua kwamba hapa nina swala ya Aisha. Umeelewana? Mfano sasa hivi pakikimiwa kwamba kwenye moyo wako wakati unahirimia swala iwe katika moyo wako kwamba hii swala unayoingia ni swala fulani, hilo liwepo katika moyo wako. Sio unaingia tu wala haupo ni kwamba ni swala gani. Au mwenyewe unanuia kwamba hii swala ya alasiri, lakini uswaliisha, lakini kwenye moyo kwamba alasiri. Swala hisi ukijua baadaye utarudia swala. Lakini wakati unaingia katika swala inatakiwa moyo wako ule uhudhurishe kwamba unaingia kwenye swala fulani, hilo ulijue. Tumeelewana? Ujue hivyo, au utakuwa unaingia tu swala yoyote ni. Itakuwaje? Na inawezekana hivyo. Unataka uhudhurishe ujue kwamba swala fulani unaiswali. Mtu kimpita muda wa swala na ukaingia muda mwingine, ni vipi hukumu yake? Hukumu yake tumesema kwamba baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba mtu kama ameacha makusudi hata akiswali hakuna kitu. Wengine wanaona amekufuru tayari, ameshatoka katika Uislamu kwa sababu ameacha swala moja mpaka wakati wake umeondoka. Kwa hiyo hesabu yake ni murtadi, kwa sababu ni tariku swala, anaingia katika jumla hiyo. Wadhahiria wanaona hivyo. Mfano mtu amempita alasiri mpaka umefika wakati wa magharibi makusudi tu, huyo ni kafiri, kwa sababu ni swala tayari ameacha ile tariku swala.
unamhesabu hivyo. Kwa jambo ni kubwa. Lakini tukasema wanachuoni wengine waona kwamba atakiwa aswali, pitisha wakati atakiwa aswali, aondoshe ile dhima. Naomba nieleze namna ya kutoa najisi kwenye nguo. Mfano nguo imetiwa mfano haja ndogo mikojo. Sasa jamani, swali hili nalo la kuuliza, mpaka leo mtu unauliza hivi. Kama mtu nguo ikiwa ina najisi mingi haja ndogo, pia hujui namna ya kuondoa, kwani mnyume unafanyaje? Maana hiyo tunakumbusha, kuna mwalimu mmoja alifundisha masala ya mambo ya wanyama. Mbwa akinyata mnyama akakuletea, miaka hiyo katika mutawasito fulani tulisoma kwenye miaka 2004 hivi 2005. Sasa yule bwana akasomesha kijana mmoja tuko naye darasani, nakumbuka akamuuliza, je, pale mahala alipopangata pale unapafanyaje? Mnyama alipokuja unapafanyaje pale? Tumeelewana? Kama na mushkila kama na pale pia unaweza ukala, kwa sababu yeye amengata pale meno kama mbwa amemtuma. Sasa kwa sababu mwalimu mwenyewe alikuwa kisirani huwa hapendi kuulizwa, ni akisomesha, ndio utaratibu wake. Akamgeuka akamwangalia yule mwanafunzi kwanza, akaangalia, alafu akamwambia, pale unaparamba. Akamwambia, ndio huyu bwana. Mwanafunzi namkumbuka na yule mwalimu pia namkumbuka, angajibu. Lakini ilikuwa jibu uzuri, kwa sababu kweli inaweza kuleta mushkila kwamba ndio nyama nyingine, lakini je pale paliposhikwa na meno yake sasa. Lakini asili ni halali, kwa sababu si tayari amri ishakuja hivyo, amekukamatia mkuletea, huyo ni wako kula. Sababu unachochagua hapa ni ng'atwa meno hapa. Sasa mfano mtu anauliza haja ndogo, anajua najisi imeingia kwenye nguo, ananiuliza mimi nimfahamishe namna ya kuitoharisha, yani atasafisha vipi? Sasa hebu msaidieni, atafanyaje? Sasa yule kama mwalimu kama yule anakuambia hapo pakate, ndio ningepata yule mwalimu kwamba hapo kata tu, hapo hakuna neno. Kwa kabla ya Uislamu walikuwa wanasema hivyo kwamba dini, yani katika kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikiingia najisi katika tafsiri inasema wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Wasema ilikuwa ni hivyo, kama mtoto ametia najisi basi unakata ile nguo ile sehemu haifai tena. Lakini katika Uislamu ikaja rehema, kama mtoto wa kiume hajaanza kula kitu ananyonya tu, utarashia maji. Lakini hata kama mtoto wa kiume, kwa maana mtoto wa kike hata kama hajaanza kula ananyonya pia unaosha. Lakini takhfifu kwa mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula ananyonya, akikutia kama mtoto wake utarushia maji tu, basi mtosha. Ukiachilia hapo wengine itaoshwa basi. Tunaelewana? Kwa hiyo mtu akitia najisi kama hiyo anaosha ile sehemu, hata kama maji bado hayajakauka umekuja kuswali nayo, lakini umepaosha, imeondoka najisi, harufu imeondoka au rangi imeondoka, mfano. Wallahu aalam, ni hivyo. Naam. Vipi mtu atakabiliana na riaa na sum'a? Maana kuna kipindi waitakasa nia. Hasa mtu kujipinda, kuwa na umakini katika mambo. Baadhi ya wanachuoni katika salafu, mtu alikuwa darasani anaweza kusomesha akazungumza baadhi ya mambo, akaogopea kwamba huenda mambo kama ninayozungumza kama kuna riaa ndani yake, anaweza kukatisha darasa ikawa mpaka kesho darasa. Basi akaingia ndani kwake, akatoa kamaliza darasa akaingia, anaogopea kwamba kuna masala inayoeleza lakini kama itakuwa sura kama. Kwa hiyo kuchukua tahadhari pia. Lakini katika mambo ya kwa Allahu aalam, kuchukua tahadhari ni mtu kujiweka mtu katika hali ya kawaida, pia inasaidia kuliko mtu kufanya tarafu, kujinyanyua. Maana yake sasa ukijinyanyua, hata ukikosea, hata ukifanya kadha, na sura kujionyesha iko wazi. Lakini baadhi ya wanachuoni wanaweza kuambiwa njoo, kuna muhadhara, kuna hivi, watu wamekusanyika wanakusubiri hapo. Kama Sheikh Al-Albani akamwambia siwezi kuja, sababu nitasalimika vipi na riaa? Watu wengi na nayo ungekuja upokea hapo kuliko rais, kuliko kadha, watu wote hao. Utazungumza kweli, utoe hutuba, watu unawatumia unusuriki, hata mmoja uliomfanyia ile hutuba kama umemfanyia yeye ajue kweli ni kazi, bila shaka. Mara nyingine unaweza ukazungumza una habari, kiko tupa jicho kama una mtu kumbe ile yupo, kwa ngoja nifanye niongeze kitu fulani, unaona sasa mtani.
labda kwa sababu anasahau unaona utumie, lakini ukoona ajue kwamba na mimi najua kitu mfano. Kwa hiyo muda mwingine shaitani anaweza kuleta kama hivi, lakini sura ya mtu kutojinyanyua na kumwomba Allah pia, kwa sababu kumwomba Allah al-ikhlas fil qawli wal amal ni kitu bora, mtu kitu kizuri, na mtu kutozitangaza amali zake za khair, kutotangaza amali zako za khair, lakini sio kwa watu wanataka wajue. Hilo ni tatizo kwamba ulifanya hivi, ulifanya hivi, usiku ulisoma Qur'ani juzu nzima, hakuna anayejua, lakini wewe mwenyewe utawaambia watu. Bwana vipi, naona kama umechoka. Bwana unajua sio usiku leo nimeswali rakaa 9, si kawaida yangu, mfano kama hivyo. Sababu mtu anaweza kufunga watu wasijue, sio mambo mengi anaweza kufanya, lakini wewe mwenyewe ukakambuka. Kwa hiyo pia kujiepusha mtu kusimulia amali zake alizofanya za khairi na kumwomba Allah pia, lakini ni jambo lina ugumu. As-salaf wanasema jambo lina ugumu, watakiwa watu kumwomba sana Allah yani awape taufiki, katupe taufiki katika hilo. Ama masala haya kwamba kafiri ya Kiislamu, je, mema yake anarudishiwa, hili tutaliacha kwa leo hadi na majibu yake kwanza. Kuna swali lingine hili pia limeuliziwa, masala ya jua linavyotoka. Maswali mawili haya yatahifadhiwa, tutaweza kuuliza hata darasa la Sheikh labda akiwepo hapa, au kama majawabu nitapata mimi nitakuja kuzungumza katika darasa nyingine inshallah. Sisi tumesema Jibril alimswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati zote za swala. Alikuja siku ya kwanza akamswalisha mwanzo wa wakati, kila swala ina wakati wake wa mwanzo na wa mwisho. Siku ya pili akaja kumswalisha mwisho wa wakati tu, kwa maana adhuhuri ilikuwa anamswalisha mwisho wa wakati, alasiri mwisho wa wakati zote, afu akamwambia kila swala iko baina ya nyakati hizi. Sasa kama jana alikuja kumswalisha adhuhuri, mfano kivuli kimetangulia hapo, sawa. Siku ya pili amekuja kumswalisha kivuli kisha kuwa sawa sawa yake, ni mwisho pale ndio alipokuja. Kwa hiyo ijulikane kwamba adhuhuri iko baina ya hapa mpaka hapa, sawa. Na kama jana alasiri alimswalisha labda kivuli kilivyozidi kidogo, siku ya pili akaja kumswalisha kisha kuwa mara mbili yake, ili amfahamishe kwamba alasiri inaanza pale mpaka hapa. Kwa hiyo baina ya nyakati mbili pale mpaka hapa, simeelewana? Ndio hivyo alivyofanya. Hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Jibril alikuja kumfahamisha namna hiyo, ili watu wajue nyakati. Sasa mara nyingine watu wamenyana, swala inaingia saa ngapi, utasikia saa 7 kamili. Hapana, kujua kama mambo ya kivuli, kujua hizo nyakati. Waadhini hasa katika misikiti yetu watu waelewe. Waadhini wako wapi msikitini hapa? Waadhini wako wapi? Naam, waadhini wako wapi? Adhuhuri inaingia saa ngapi? Yaani kwa dakika hizi tunazotumia saa 6 dakika ngapi? Na dakika 20. Unaona? Kwa hiyo kwamba mtu akiswali saa 6:30 yamswali katika wakati. Unaelewana? Kwa sababu mtu anaweza kuwa anasafiri na gari anasikia kwamba inapita saa 6:30. Yeye anaona adhuhuri nishakosa mimi, itabidi nisalimu kwenye gari. Kumbe wakati umeingia. Kutojua wakati. Simama, angalia kivuli kama kimevuka huku. Na alasiri alfajiri saa 11 dakika 3 naingia. Kweli kwa vizuri. Kwa hiyo tunaswali dakika ngapi alfajiri? Maana juzi mimi nimekosa, mimi nimetoka nyumbani najua dakika 20 hakuna neno, kisha tunaswali na nusu alfajiri. Sasa tujue inaswali na dakika ngapi? Dakika 20 saa 11 dakika 20. Kwa hiyo kwa kifupi, kama ikifika kwenye saa 11 kamili mtu yani si rahisi kuswali witri, sababu wakati wa alfajiri itakuwa umeshafika alfajiri ya kweli. Kwa hiyo kufahamu kama hivyo, sasa unapoingia wakati waadhiniwe wakati ukiingia, ili watu wengine wajue kwamba wakati wa swala umeingia. Sasa utaweza kuadhini saa dakika 20, kwa nini amuadhini na swala wakati umeingia? Tatizo ni
kwa sababu inawezekana nyumbani kuna watu hawaswali wajua wakati bado, na muadhini mwaminifu, muadhini mwaminifu. Sasa akiadhini atatoa fursa watu wafanye nini? Waswali, kwamba kumbe wakati umeingia. Au inakuwaje? Ndio inavyotakiwa. Habari ya kwamba nyinyi mmechelewa kuswali ni jambo lingine, kwa sababu inawezekana pana darasa hapa na kaza, hiyo ni masuala mengi. Tunasema wakati umeingia, hujaingia, ndio tunasema hivi. Inabidi kuliangalia kwamba wakati ukiingia wa swala, ili watu wafahamu wakati, kwa sababu kuna watu wako majumbani wataweza kuswali. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta